Natumai umekuwa na jioni njema, na leo hii ikiwa ni tarehe 19 Februari mwaka 2026. Karibu kwa habari sasa moja. Jina langu ni Brian Nyachai. Kwanza tuanze na vidokezo. Ukame kukithiri nchini na familia husika kupewa njia mbadala za kujikimu. Mwanaume wa miaka ya makamo kufungwa maisha baada ya kukiri kumuua mtoto wa miaka 7. Chama cha mawakili nchini LSK kupiga kura ili kuwachagua viongozi wapya. Habari kamili. Wakazi wa kaunti kame wanashauriwa kuzingatia utabiri wa hali ya hewa ili kuepuka maafa na hasara ya mali. Wataalamu wamewahimiza wakazi wafanye mipango maalum, ikiwemo kuuza mifugo wasioweza kuhimili ukame na kujiandaa kununua mifugo wapya wakati mvua itakaponyesha. Hatua hizi zitasaidia kulinda vyanzo vya chakula na kupata familia. Akizungumza kaimu mkurugenzi wa KMD Bwana Edward Muriuki kwenye hafla hiyo ya kuhamasisha wakazi, alitilia mkazo umuhimu wa wakazi hao kuchukua njia mbadala za kujiepusha na hasara itakayoletwa na janga hilo. Na kwingineko, mwanaume wa miaka ya makamo amehukumiwa maisha kaunti ya Nyeri baada ya kumuua mtoto wa miaka 7. Taarifa zinasema kuwa mwanaume huyo alimuua mtoto aitwaye Tamara Blessings na kumzika nyumbani kwake. Mahakama imetoa hukumu ya kifo baada ya kuthibitisha ushahidi dhidi yake, huku jamii ikizingatia na tukio hili la kusisitiza serikali na vyombo vya sheria kuendelea kuchunguza tukio hili ili kuhakikisha haki inatimizwa. Na tukisonga mbele ni kuwa chama cha mawakili nchini LSK kinafanya uchaguzi wa kitaifa